Serikali ya Marekani imeipiga pigo lingine la kidiplomasia na kiuchumi serikali ya Tanzania baada ya kuhitaji rasmi miongoni mwa mataifa yaliyofeli kufikia viwango vya msingi vya uwazi wa bajeti na kuweka wazi kwa nchi hiyo haijafanya maendeleo yote ya maana katika kurekebisha kasoro zake. Kauli hiyo imetolewa Agosti 12, 2026 kupitia ripoti ya uwazi wa kibajeti ya mwaka 2026 iliyochapishwa na idara ya mambo ya nje ya Marekani, ikitathmini uendeshaji wa fedha za umma, madeni pamoja na mikataba ya rasilimali kwa kipindi cha kuanzia Januari 1 hadi Disemba 31, 2025. Katika ripoti hiyo iliyotathmini mataifa 139 duniani, Tanzania imetupwa kwenye kundi la nchi 67 ambazo zimefeli vigezo vya msingi, huku ikiwekwa pia kwenye orodha ya nchi zilizoshindwa kuonesha hatua au mabadiliko yoyote ya maana, wakati majirani zake katika Jumuiya ya Afrika Mashariki kama vile Kenya, Uganda pamoja na Rwanda ikiwa wamepenya na kutangaza kukidhi vigezo hivyo vya uwazi. Tanzania pamoja na Burundi na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC zimesalia katika orodha ya nchi zinazofanya siri taarifa zao za kifedha. Ripoti hiyo imefafanua kuwa Tanzania imeshindwa kutoa fursa kutosha kwa wananchi na wadau kufikia nyaraka kuu za bajeti, kuweka wazi mikataba na leseni za uchimbaji wa madini, mafuta na gesi, kutoa taarifa kamili za madeni ya serikali na makampuni ya umma pamoja na kuhakikisha taasisi kuu ya ukaguzi kama CAG inafanya kazi kwa uhuru kamili. Uwazi wa kibajeti ni nguzo muhimu katika usimamizi bora wa fedha za umma, husaidia kujenga imani ya masoko na kupunguza vihatarishi vya rushwa pamoja na mikataba yenye masharti magumu au ya unyonyaji katika rasilimali za taifa. Yanafafanua sehemu ya ripoti hiyo iliyotolewa na idara ya mambo ya nje ya Marekani. Matokeo haya yanaiweka serikali ya Tanzania katika shinikizo jingine kubwa kutoka kwa wadau wa maendeleo, mashirika raia pamoja na sekta binafsi, wakitaka kuongezwa kwa kasi ya uwazi katika utoaji wa zabuni za umma, uwekaji wazi wa mikataba ya rasilimali na kuimarishwa kwa usimamizi wa matumizi ya fedha za umma.